Halo, Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu kwetu. Na tuko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati hapa tunakutana na ahadi za baraka. Tuko katika sura ya 28. Tumeshaona ahadi ya kutukuzwa, yaani kujulikana, kufahamika. Sasa tupige hatua, tuende mbele, tuone baraka zinazotajwa hapa ambazo Mungu ametuahidi. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Amen. Hapa tunakutana na baraka zingine zimetajwa hapa ambazo ni ahadi ya Baba yetu wa mbinguni. Baraka ya kwanza inayotajwa anasema, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Anaanza kuzitaja. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Maana yake ukiwa mjini utabarikiwa, ukiwa shambani utabarikiwa. Tafsiri yake ni hii: ukiwa mjini chochote utakachofanya kitabarikiwa. Mjini watu wengi hujishughulisha na biashara. Maana yake ukiwa na biashara mjini itabarikiwa. Ukiwa na kazi ya kiwanda itabarikiwa. Ukiwa na kazi ya ushonaji itabarikiwa. Ukiwa na kazi ya aina yoyote hapa mjini utabarikiwa. Na wale wa mashambani, ukipanda mbegu zako zitazaa zote. Kutakuwa na mbegu ambayo haitakuzalia matunda. Ukipanda shamba mahindi, maharagwe ama njegere, ama utapanda kunde au aina yoyote ya mazao utakayoyapanda, ili mradi tu wewe unamtii huyu Mungu na kuisikia sauti yake na maagizo yake unayatenda, shamba lako litakuzalia sana. Litazaa hayo mazao uliyoyapanda shambani sana. Maana yake ndio hiyo, kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa na shambani. Jambo muhimu hapa, utabarikiwa popote utakapokuwa. Ndio tafsiri yake. Kila mahali utakapokuwa Mungu atakubarikia. Alafu anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, maana yake watoto wako watabarikiwa. Hao uliowazaa watabarikiwa, wataitwa wabarikiwa, watabarikiwa. Alafu anasema uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Nchi yako maana yake ukiwa na mifugo na yenyewe itabarikiwa, mashamba yatabarikiwa, kila kitu kitabarikiwa, nchi yako itabarikiwa. Alafu anasema na uzao wa wanyama wako wa mifugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako wote watabarikiwa. Mifugo yako yote itabarikiwa, ziwe ng'ombe, ziwe kondoo, ziwe kuku, ziwe sungura, ziwe kondoo, chochote utakachofuga, ziwe kanga. Wengine wanafuga siri, kuna wanyama vidogo vidogo vinaitwa siri. Chochote utakachofuga
kitabarikiwa. Kubarikiwa hapa maana yake kuongezeka, vitaongezeka, vitakuwa vingi, mifugo yako itakuwa mingi, hutakuwa na shida yoyote. Kuku watazaa vizuri, utakula mayai, utakula na nyama za kuku. Kwa hiyo utakuwa heri katika maisha yako. Hapo kwa leo tuishie hapo, lakini nikuombe ukumbuke kwamba Mungu ameahidi kukubariki, lakini ahadi hii inaambatana na wewe kusikia sauti yake na kutunza kuyafanya maagizo yake yote anayokuagiza. Kama ukisikia sauti ya Mungu kwa bidii na kuyatunza kwa bidii maagizo yake, ndipo baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. La sivyo hazitakupata kamwe, bali zitakupata laana ambazo tutaziona huko mbele. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Asanteni kwa wanaoniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV, na ninyi ambao bado niwaombe sana msiache kufanya hivyo. Kuna baraka zitakufuata na kukupata. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe mno. Amen.